Asante sana wandugu, asante sana. Leo nimekuja kwenu. Jana nileta mada nzuri sana ambayo ilikuwa inahusu kikao tulichofanya watu wa Afrika ambao wanaishi hapa kwa diaspora, na mada ambayo tuliongelea ilikuwa kuhusu maendeleo ya nyumbani, na wengi sana walileta mawazo yao, wakasema kama jinsi nilivyowaambia jana kwenye kipindi kile. Na baada ya mimi kurelease ile video, watu wengi sana call inbox wakaniambia, ndugu yangu, yote ulioyaongea ni kweli. Mimi nimetuma pesa nyingi sana Afrika na nimezurumiwa. Mwingine akaniambia kwamba bwana, mimi baada ya kuona kwamba hakuna ndugu, kwanza hakuna ndugu mwingine ambao mimi naweza nikaaminia kuzidi baba na mama, nimejaribu kutumia baba na mama ili waweze kunijengea hata nyumba. Hizo pesa walizikula na sikuona. Kuna mwingine akaniambia kwamba bwana, sisi tulizaliwa wawili tu mtumbo ya mama yetu, na mama na baba washafariki, lakini huyo mkubwa wangu ambaye alibaki Afrika niliweza kumwezesha, nikamwezesha yeye. Baada ya hapo nikamwambia, sasa ndugu yangu, nisimamie miradi yangu. Huyo ndugu yangu alikula pesa zote, na mpaka leo ninavyokuambia sisi ni maadui wa kweli kabisa. Basi katika maongezi hayo, kuna dada moja. Huyo dada alipata namba yangu akanipigia. Baada ya kunipigia akaniambia, kaka, mimi ninavyokuambia hapa, nimefika hapa Ulaya, nilikuwa hata sijapumzika, nikasema nijengee mama na baba nyumba. Nilituma pesa nyingi sana, lakini baba na mama hawakuweza kujenga nyumba. Hizo pesa zote walizitumia pasina hata kujenga nyumba watakaoishi wenyewe. Kweli dada huyo alikuwa na machungu sana moyoni mwake, alilia sana kipindi ananiambia hivyo. Basi tukaendelea kuongea, watu comment zao na maoni yao mengi sana nimeyapata, na kukawa kijana mwingine akaniambia, ndugu yangu, mimi nilienda mpaka benki hapa baada ya kuambiliwa miradi kutoka Afrika. Wa ndugu zangu wananiambia, ukiwa na pesa hizi utafanya hiki utafanya hiki. Nikaenda benki hapa nikakopa pesa. Nilivyokopa hizo pesa nikawatumia huko Afrika. Bwana, pesa zilizofika Afrika walianza kugawana pesa hizo jinsi walivyokuwa watatu wanne wa ndugu zangu wote, kila mtu akachukua nusu. Mpaka leo ninavyokuambia hapa hakuna mradi walinitengenezea kwa Afrika, na hiyo deni mimi bado naendelea kuilipa hapa Ulaya nakoishi. Kweli wa ndugu zangu, tunataka maendeleo nyumbani kwetu, na ile kazi, japokuwa kazi tunazozifanya huku ni ngumu, ile kidogo tunayopata tunataka tuwekeze nyumbani kwetu. Na kama kuna hali kama hizo kweli, tutaamini nani? Na tukikosa kuamini, hiyo miradi tutaendeleza kwetu namna gani? Toa maoni yako, andika comment, na najua Mungu atatusaidia wote. Asante sana.